Mimi nilisumbukana, maisha yangu ilikuwa magumu. Ile siku ndoto ikaendea ndugu yangu, mala alikuwa anachunga ng'ombe. Josefu, amuka naende, Magi anateseka. Mtoto wetu alifika kwa boma saa 9 ya usiku. Akasema niliona picha mama. Mama akanikujia akaniambia mtoto wetu anateseka. Mimi nilifanya makosa mpaka nyoka ikatoka kwa milima. Pole. Hapo baba, hiyo siku ndio baba alikuwa anajua. Baba alijiuliza maswali, kumbe watoto wangu wanateseka. Baba alijiuliza maswali, baba aliniomba msamaha. Kuhusu mimi niombe baba mzazi msamaha, baba ndiye aliniomba msamaha. Baba bila aliniomba msamaha, baba kaenda kaongea na nyoka, nyoka ikawachilia bibi yake. Aliongea nayo aje? Akamwambia mimi bibi yangu, mimi sikutesa watoto, ni yeye anatesa watoto. Akaambia nyoka anatesa watoto kama mimi sijui. Sasa nilimchukua tu kama mtu anaweza kulea watoto, msamehe. Nyoka ikatoka tu pole pole ikaenda. Na mliona kwenye ilienda? Watu waliona tu, naenda tu tena pole pole tu. Hakuna mtu alijaribu kuiua? Walikataa, si kitambo hata nyoka iliongeanga. Sasa babu yetu akasema muachane na hiyo nyoka. Babu yetu akasema wewe ni bibi ya mtoto wangu, alikasirika kwa ajili ya watoto wake. Tukakuwa hivyo, tukaishi hivyo, tukaishi hivyo, tukaishi hivyo. Sasa huyo mama akakuja akapoa kidogo. Tena mama akakuja tena akaruka kichwa. Sasa ndio mama anataka kunitesa kweli. Atuoli niletea nyoka. Atuoli niletea nyoka. Watu wao? Sasa mama mwenyewe. Sasa watu walikuja wakamuonya tu, akatulia. Baada ya miezi 2. Wakamwambia wewe ulioleka hapa na watoto wengi. Ulipata watoto kama wanakaa na huyu baba yao. Mbona anatesa watoto? Sasa kitu yenye itakuja kukufanyia ujue usipoachana na watoto. Hivyo. Aya, babu yakasema ulinyima watoto wa mtoto wangu masomo. Bado naendelea